Basi siku ya leo tunaenda kujifunza uamsho katika kuwaleta wengine kwa Kristo. Uamsho wa kuwaleta wengine kwa Kristo. Nataka nitangulize lile neno ambalo lililobeba somo hili la uamsho, ambao ni kitabu cha Habakuki ile sura ya 3 mstari wa 2. Tunaweza kuanza kuisoma hiyo sura ya 3 mstari wa 2. Kuna mtu ambaye mwenye mic sijui hapo. Amen. Bwana, nimesikia habari zako nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka tangaza habari yake. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunaona Habakuki anaomba kwa Mungu kwamba afue kazi yake. Lakini kuna kipengele kipili yapenda asema kwamba Asema Bwana, nimesikia habari zako nami nimeogopa, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako kati ya miaka, na katikati ya miaka tangaza habari yake, na katika ghadhabu kumbuka rehema. Kwa Habakuki anatangaza anaomba juu ya kazi, lakini hapa anatangaza juu ya kutangaza habari yake. Kwa hiyo kwamba Mungu alikuwa anakusudia, Habakuki alikuwa anakusudia uamsho wa kazi yake ya Mungu ndani yake, lakini pia anaomba uamsho wa kutangaza habari yake. Hii kusudi la Yesu Kristo kutuokoa. Ametuokoa ili atudhihirishe, ili atudhibitishe, ili tukaende na yeye, tukafanye kazi na yeye, tukatembee na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kusudi la Yesu Kristo hajatuokoa bure. Ametuokoa kwa ajili ya kazi. Ameimwaga damu yake kwa ajili ya kazi. Amejitoa pale msalabani kwa gharama zote kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo kila siku anatutengeneza kwa ajili ya kazi. Kuna mahali alitutoa gizani na akatuhamisha, na sio kutuhamisha tu, alituingiza kwenye ufalme wake ili tufanye kazi na yeye. Alituingiza kwenye ufalme wake ili tufanye kazi na yeye. Haleluya. Na hatuwezi kufanya kazi na yeye kama hatuna nguvu. Hatuwezi. Kinachosababisha sisi tuwe na ujasiri wa kutoka, ujasiri wa kwenda, ujasiri wa kusimama, ujasiri wa kusema ni ile nguvu yake ndani yetu. Inatupa uhakika, inatupa ujasiri, inatupa kuweza kuifanya kazi yake aliyotukusudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2, alafu tutasoma mstari wa 4. Amen. Siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Amen. Endelea mstari wa 12. Mpaka 12. Soma mstari wa 12. Amen. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Haleluya. Amen. Hapa tunaona nini? Tunaona mitume baada ya kutembea na Kristo, kuna namna ambavyo walikuwa wanatembea na Kristo. Yesu alikuwa anatembea nao, alikuwa anawafundisha kazi, alikuwa anawaongoza namna ya kwenda kufanya kazi,
alikuwa anawatengeneza kwa ajili ya kazi. Yesu Kristo alivyoondoka aliwaambia msiondoke mpaka niwajaze nguvu. Tunaona mitume walivyojazwa nguvu, kuna namna ambavyo walijisahau. Wakakaa Yerusalemu, wakiuza vitu vyao, wakila, wakistarehe. Huyu analeta mtumishi mtuko, analeta mtumishi monyo, analeta basi akili analeta, tunakaa tunakula. Mfano wa Yerusalemu hapo, analeta mama yetu Antipisi, analeta tunakula. Yani watu wanaambia nendeni mkauze, wanaleta. Wakajisahau Yerusalemu, wakawa wamejisahau, wanakula. Lakini Mungu ni Mungu ambaye hachunguziki katika utendaji wake wa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu kuna kituko alisababisha kupitia mtu mmoja Stefano. Watumishi wake mitume wakaanza kusambaa, wakaenda huko na huko. Tunaona kwamba Biblia inatuambia adha kuu ilitokea pale Yerusalemu baada ya Stefano kutolewa kafara, Stefano kuuawa. Bwana Yesu apewe sifa. Wale mitume kuna namna ambavyo walitaharakishwa, wakanyanyuka kila mmoja bila kuambiwa. Kila mmoja akaenda, mwingine kaskazini, mwingine mashariki, mwingine kusini, kila mmoja akaenda, na kila aliyeenda hakuna alienda kutulia. Wakaenda kupeleka habari njema, wakaenda kutangaza habari za Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kusudi la Mungu, sisi tunaona kwamba kutengenezwa kwetu sio kukaa. Kuna wakati mwingine tunajisahau tunakaa. Kuna wakati mwingine tunajisahau tunakaa tunatulia. Biblia kuna mahali nasema tutawezaje kutulia ikiwa Bwana ametupa agizo. Agizo kuu la Mungu kwetu ni kumtangaza, kumdhihirisha, kumfunua. Hii majira haya ya uamsho ni majira ambayo ili tumuone Mungu ni lazima tumzalie nini? Matunda. Sasa hatuwezi kumzalia matunda tukiwa tumekaa hapa Yerusalemu, hapa Living Water, hapa ndani. Ni lazima tuweze kujua ni nini kusudi la Mungu tulioitiwa kwalo. Kila mmoja hapa ana kusudi la Mungu aliyoitiwa kwalo. Hakuna hata mmoja ambaye hana kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma kwenye Yohana pale 14 mstari wa kwanza anasema, nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama si hivyo ningaliwaambia. Si ndio? Kwa maana hiyo anatufundisha kwamba sisi tuko hapa nyumbani kwa Baba, lakini nategemea wewe jicho lako la ndani litaona nini cha kufanya ili ukae katika mkao wako Mungu aliyokusudia kukaa. Kila mmoja mahali hapa uko mkao wake Mungu aliyemkusudia kukaa. Lakini kama huna maarifa, huna macho ya ndani ya kuona wito ulioitiwa mahali hapa, hauwezi kukaa kwenye mkao wako. Unaweza kuungana na kichwa na Adriano, mkao wake amekaa mahali pake, unataka ukae hapo. Pastor Monyo kuna mkao wake amekaa ualimu, unataka nawe ukae hapo. Kwa kila mmoja hapa na mkao aliokusudiwa na Mungu. Je, wewe ukitafakari mkao wako ni upi? Mkao wako ni upi? Ni lazima tutambue kila mmoja kwa nafasi yake hapa mkao wake. Ukiujua mkao wako hautakaa, hautatulia, utakuwa unataharakishwa kwa huo mkao. Kwa kadri ambavyo unataharakishwa kwenye huo mkao, ndivyo utakapokaa kwenye huo mkao. Lazima tutambue mkao wetu, nafasi zetu ndani ya Kristo Yesu aliyokusudia kutuokoa kwazo ni zipi? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alizunguka miji akitangaza habari njema. Yesu hakukaa, alivyotengenezwa na Baba katika miaka yake 30, alivyotoka kufunga, alivyoanza kazi, alianza kutangaza, kutembea. Hakukaa. Tusome Mathayo ile sura 9 mstari wa 35. Mathayo 9:35.
9:35. Amen. Lakini Mafarisayo na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Haleluya. Amen. Tunamwona Yesu mwenyewe. Unajua kila jambo alilokuwa anafanya Yesu alikuwa anatufundisha maisha ambayo anaenda kutuachia. Alikuwa anafundisha wale mitume maisha ambayo anaenda kuachia wakayafanya. Kwa hiyo leo hii mimi na wewe tulioko mahali hapa tunafundishwa na yeye, si wale mitume. Anatufundisha ya kwamba kama yeye alikuwa anazunguka vijiji na vijiji kwa ajili ya kupeleka hizi habari njema na kuponya na kuokoa na kufungua waliofungwa. Hebu niulize wewe, mimi na wewe tuulizane hapa. Kwa wiki hii iliyopita na hii hapa inaisha, ni lini tumetoka tunasema siku hii tunampa Mungu kwenda kutangaza habari njema, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo tuliyemwamini na kumkimbilia, tunayemtumikia mahali hapa, na yeye alikuwa hakai, alikuwa anatembea kupeleka habari njema. Wale watu achana nao, wana siku yao ya kutembea, na akikuganda amekuganda. Akija kwako yuko tayari kufanya chochote ili tu msikilize. Wale watu hawana Yesu, hawana Yesu. Mimi na wewe tuliopata hii neema ya wokovu, ni lini tulipanga siku yetu? Ukatoka siku yako binafsi ukasema hii ni siku yangu ya kwenda kutangaza habari njema, kuwaleta wengine kwa Kristo. Na hiyo ndio baraka kubwa kwetu tunaikosa ya kujenga ufalme. Biblia inatuambia kwamba mtu mmoja anapookoka mbingu zinafanya sherehe, zinashangilia, si ndio? Kama mtu mmoja akiokoka mbingu zinafanya sherehe, wewe uliyemwokoa mtu mmoja mbingu zinakufanya nini? Zaidi ya sherehe ndani yako. Ni zaidi ya sherehe ndani yako. Kama ukimwokoa mtu mmoja mbingu zinasherehekea. Zinasherehekea maongezeko katika ufalme. Mungu anasherehekea maongezeko katika ufalme. Je, wewe uliyeleta maongezeko, uliyeleta faida, unafikiri nini kinatendeka kwako? Yeye Mungu anasema anatulipa sawa sawa na utajiri wake. Unajua utajiri wa Mungu ndani yako? Unajua Mungu amekusudia nini? Hapa kila mmoja ana kusudi la Mungu. Unajua utajiri wa Mungu ndani yako? Mungu amekusudia nini mahali hapa? Biblia inasema neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Haleluya. Yaani unakata kuwili. Haina lina nguvu, lakini anasema ni kama upanga ukatao kuwili. Hili neno lilokuja jioni ya leo likukate na linikate mimi. Kama hatujaamua kukasirika kanisa, tutabaki kuliangalia hivi. Tutapiga magoti hapa tunaomba, lakini halitaongezeka kama sisi hatujaenda kuleta maongezeko. Kuna kijana mmoja yuko hapa Samueli. Naona kila siku anapata maongezeko, lakini natakiwa tuongezeke. Kuna siku mama alisema kwamba tujigharimu hata tununue speaker. Kuna kanisa liko pale Kariakoo. Ukipita mitaa yote ya Kariakoo unakuta mito wa baraka. Kweli si kweli mtumishi? Kwa nini sasa hatuwezi? Kwa nini hatuwezi? Basi kama hata uwezi, mnunulie mtu mmoja speaker. Kuna vijana wako hapa wanaweza kupeleka injili, lakini speaker iko hii mpaka wamgombania Samueli. Twende na mimi twende. Lakini tukiwa na speaker 5 unafikiri nakwaje? Kuna mtu mmoja yuko hapa nyuma Mayfair. Kila Jumapili anatoka na kanisa lake. Wanaweka speaker pale njiani, mnawaona? Wanacheza pale, unafikiri hawana akili? Hata kama hajapata mtu, lakini anatangaza habari njema kwa wale wanaosikia. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa sisi
tutapataje kupona kama hatujali wokovu tuliopewa? Mimi na wewe, majira ya uamsho wa kutoka, sio majira ya kukaa humu ndani, ni majira ya kutaharakishwa. Tutoke tuamue, kila mtu na nafasi yake. Baba akasema kumbe hata kwa mwezi tu tulete hata mtu mmoja. Tulete hata mtu mmoja. Ni mara ngapi tumeamua kwenda? Unajua kuna wakati mwingine hatutii, tunapata laana ya kutokutii. Kwa sababu tunapata vingi, tunaelekezwa vingi, tunashauriwa vingi, tunaelekezwa vingi, tunatumwa vingi, lakini hatufanyi. Tunasikia hapa amen na tunaviacha hapa, tukiondoka tumeondoka. Ni mara ngapi umempigia hata yule ambaye yuko huko, unajua rafiki yako kabisa yuko hapa, amekaa mwezi mzima hajaonekana. Ni mara ngapi umemtafuta mtu, kwambia sikuoni mtumishi, mbona huji kanisani? Nayo pia ni utumishi, si ndio? Mara ngapi umempigia mtu simu? Sio marafiki, kuna watu wako kuchini, wengine hata hawana marafiki hapa, lakini ulimuonaona anakuja, lakini humuoni tena. Ni lini tulitafutana? Living water tutafutani. Mtu anaweza akapotea hapa mwezi na wala hakuna hata mtu anayempigia simu. Tena utakuta anapitiwa kwenye shida, lakini hakuna mtu wa kumwambia pole. Lazima turudi. Tujanzane, tukujengana sisi, halafu ndo tukalete wengine. Kama hatujajaliana sisi, Biblia inasema si wajali kwa wa nyumbani kwao ni mbaya kuliko asiamini. Hasa hii Biblia inavyosema wa nyumbani kwetu, eti kule nyumbani tulizolelewa tu. Nisaidie. Inaposali Biblia inavyotuambia kwamba asiyejali wa kwao ni mbaya kuliko asiamini. Hivi ni kule tulikozaliwa au ni huku ndani? Ni hapa ndani, si ndio? Sasa kama ni hapa ndani, pendo letu liko wapi? Tunatafakari wote, kuanzia mimi na wewe ulioko mahali hapa. Pendo lako liko wapi? Ni nani hata wiki ulimpigia simu kumwambia mtumishi sikuoni? Leo tulikuwa na mama hapa Ntipisi. Kuna mtu mmoja hayuko kanisani hapa siku nyingi. Na kweli nilikuwa kama kumkatia tamaa huyo mtu. Nikasema simpigi tena simu. Tukawa tunazungumza mambo mengine. Kumbe mama naye kaguswa, kampigia simu yule mtu. Yule mtu hata yani leo alivyoshukuru, alivyofurahi. Si kweli mama? Amefurahi yule mtu. Lakini sisi tumesema huyo tumwache bwana. Huyo hafai tena. Tunakuwa tunahukumu, halafu mwishoni tusijahukumiwa. Lakini sisi ndio wa kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yesu Kristo akasema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichofanya ni Baba, kilichopotea, si ndio? Sisi tunatafuta nani? Tunamtafuta nani? Yesu Kristo alikuwa anatembea huko na huko kwenda kupeleka injili. Sisi tumeenda wapi na wapi? Unatoka mahali hapa nyumbani kwako, kazini, nyumbani kwako, kanisani. Hata unapotoka kufika paka kanisani, nani umezungumza naye? Hakuna. Tunakaa hapo, kuna vijana wanakaa hapo. Tunakaa hapo nje. Watu wanapita wanaenda. Hata mmoja aseme mtumishi karibu, hapa ni kanisani jamani, karibu. Unaweza ukakaa hapo kufanya uinjilisti na ukavuta watu. Kuna mmoja tulivunjwa kumvuna hapa. Anapita tukamsimamisha. Akasema nilikuwa naogopa. Sijawahi kukaribisha, naona watu hapa lakini sijawahi kukaribishwa. Tunaokaa hapa kanisani, tunaoshinda hapa kanisani. Je, ni lini tumeshawahi kusimama hapo nje tukaita? Sielewi kwa nini somo hili limekuja kwangu. Haleluya. Hapo. Uongo mtumishi Martha. Si wanapita hivi wanarudi kila siku. Je, kweli mtu akisimama hapo akaanza kuinjilisti atakosa watu hapo? Si wapo wengi? Lini tumejiuliza? Lini tumewakaribisha? Lini tumeamua tukasimama hapo na kipeperushi? Tukasema sisi hatuendi kule, hatuendi huku, hatuendi sokoni, tunasimama hapa, kila atakaye pita tunampa kipeperushi, tunamkaribisha. Hatujapata watu. Kwa nini tusipate?
Kwa nini tusipate hao watu? Kwa nini tusiamke? Haya ni majira ya kutoka kwenye aibu. Haleluya. Injili ni nguvu ya Mungu inayoleta wokovu. Sio nguvu yetu. Hatujawahi kutumia nguvu yetu kuleta wokovu kwa mtu. Lakini Biblia inasema injili ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu. Tumisha naomba nisomee Rumi 1:16. Warumi sura ya 1 mstari wa 16. Amen. Kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona Paulo anatuambia injili ni uweza wa Mungu, sio uweza wako. Unajua unapoamua ukajiweka wakfu ukasema mimi naenda, kila nitakayekutana naye lazima aokoke. Kila nitakayekutana naye lazima asikie hili neno. Kila nitakayekutana naye lazima aamini hili neno. Na ukaenda. Hivi mara ngapi tunatoka hapa tunaenda tunapata watu? Sisi tunapata watu. Kwa sababu hatupeleki uweza wetu, tunapeleka uweza wa Mungu. Na kama tukiamua, kwa sababu aibu inatusababisha kutokupeleka uweza wa Mungu, eti mimi watanionaje na cheo changu na nafasi yangu na utajiri wangu na heshima yangu. Kuna siku tuliyetoka na mama hapa, tukaingia hapa mtaani, mimi najifanya eti kwamba namlinda mama. Tumishi alivyonipotea kuingia kwenye nyumba sikumuona tena. Tulikuja kukutana hapa, alipita vichochoro na mimi vichochoro, tukapotezana. Tulikuwa tuna kazi hapa siku moja ilikuwa Jumatano nafikiri. Maombi haya tunaanza asubuhi mpaka saa 5. Mama akasema hapana, leo tunaenda mtaani. Tukaingia hapa. Waliokuwepo siku hiyo waliona. Mama hakujali utumishi wake, thamani yake, alituacha mtumishi. Kaingia, yani mama akasema mimi nataka hizi nyumba zenye mageti. Siku nilikuwa nimesimama, akagonga kwa geti. Nani wewe? Fungua. Sasa nikasema huu mtumishi ujasiri huu, alafu sisi tunalalala huko ndani. Nani wewe unayegonga? Fungua. Toka fungua, kachungulia kakutana. Wewe mtumishi wa Mungu, si wa apostoli ile wewe? Nimekuja. Yule mtu akumuingiza ndani, simama naye akasema nasimama hapa lakini injili itaingia. Akatoka hapo, aliingia kwenye vichochoro, akasema nilikuta paka na walevi wavuta bangi. Akaingia mwenyewe anapeleka injili. Anapeleka injili. Sisi ni nani tusiende? Ni mara ngapi tumeamua sasa, Jumanne moja tuiendee basi, Jumatano moja tuiendee basi. Tuje hapa tunasema labda wababa tujipange, ni siku yetu ya kupeleka injili. Wamama tujipange, siku yetu ni siku ya kupeleka injili. Vijana tupange, siku yetu ni siku ya kupeleka injili. Mabinti tupange, siku yetu ni siku ya kupeleka injili. Wiki nzima tuna mfululizo wa kupeleka injili. Nani hatujajaza hapa? Ni kuamua tu. Si majira ya uamsho. Tumeamua kuamka. Tunapanga. Viongozi wa baba wanasikia hapa. Viongozi wa mashujaa wanasikia. Yes, tunaweza kuja hapa tunaomba sana. Sasa hivi uamsho wa maombi umerejea. Tunaomba ndio, lakini mbona hatutendei kazi ya maombi? Mbona hatuendi? Kama Mungu anashangaa, unaomba lakini uchukua hatua. Kama Yesu alitoka, alikuwa anaomba, anachagua wengine anaomba nao anaacha, hao anaenda na wengine anaomba nao anaacha, anaenda mwenyewe anaomba, anarudi, lakini anaingia kazini. Anafanya kazi. Anafanya kwa vitendo vile ambavyo alivyotumwa na baba yake. Sisi kwa nini hatufanyi kwa vitendo? Kazi yetu kuomba tu. Kuja unakaa hapa, unaondoka.
unakuja unakaa hapa unaondoka. Hizo baraka unataka uzizuie peke yako. Kwa nini usigawe kwa wengine hizo baraka? Sisi tunapokea vingi hapa. Sasa chombo kinachotumika si ndio kinachosafishwa. Hii kadri ambavyo tunavyoenda kutapika au kuwalisha wengine, ndivyo ambavyo sisi tunazidi kulishwa na ndivyo ambavyo chakula kinapozidi kuingia. Sasa kama hatuendi kukitoa tulicholishwa, uone tunavimbiwa. Tunavimbiwa. Sasa kuvimbiwa kwetu ndio hapo kujisahau. Yeye akasema sionei haya Injili, kwa kuwa Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo sisi tunapotoka kuipeleka Injili, tunaipeleka uweza wa Mungu. Ule uweza wa Mungu unaleta wokovu kwa watu. Ule uweza wa Mungu unaenda kuvuta watu. Ule uweza wa Mungu unaenda kamata fikra, mawazo, akili, macho, masikio. Unakamata watu wanasema hapana, naenda kwa wale watu. Kwa sababu nini? Ni uweza wa Mungu, atuendi sisi. Tunampeleka Kristo mzima mzima. Nazungumzia habari za uamsho wa kuwaleta wengine kwa Yesu. Lazima tumaanishe sasa. Tutoke mahala nilipo. Kwa sababu hili ni agizo la Yesu. Ni agizo. Hili ni agizo. Hebu soma ile Marko 16. 15 na 16. 16, 15 na 16 Marko. Amen. Marko 15, 15 na 16. 16. Amen. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Endelea. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Anasema enendeni mkahubiri, si ndio? Ni agizo alisema, enendeni mkahubiri kwa kila kiumbe. Aaminie ataokoka na asiamini atahukumiwa. Kwani ni kazi yetu ni kazi yetu kujua. Yeye ni kazi yake kwamba anajua huyu asipoamini atahukumiwa. Huyu akiamini ataokolewa. Kwa sababu ni uweza wa Mungu. Yeye ndio anayewajua walio wa kwake. Yeye ndio anayewajua wa kwake. Anawajua walio wake na anajua majira ya kuokoa walio wa kwake. Na ndio maana akasema, kuna wale anasema niko mlangoni nabisha, nagonga, kila atakayefungua mimi nitaingia. Asipofungua naendelea. Wanasema ataacha kugonga? Anagonga tu. Yaani kuna wakati lazima utafungua mlango ataingia, kwa sababu anajua walio wa kwake. Na agizo hilo wakati anaondoka anasema enendeni, nimewatuma. Kwa sababu maana alikuwa anatuma wale mitume, anawatuma waende, kwa sababu ashakaa nao miaka ile 30. Anawafundisha, anawaongoza ili waige kutoka kwake. Alipoondoka akawaachilia nguvu ya kwenda. Aliwavuvia nguvu, ndio maana aliwaambia msiondoke. Tulieni hapa mpaka ajiwajilie Roho Mtakatifu ambaye atawavika nguvu. Na akiwavika hiyo nguvu, hakuna mahali mtakapozuiliwa. Hakuna mahali mtakapoaibishwa. Hakuna mahali mtakapoogopa. Hakuna aibu itakayowavaa, kwa sababu naenda mkiwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yenu. Ni lazima tuamue kuamka, kwa sababu sio kazi yetu. Sisi tumemkubali yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Manake Bwana ni mtawala, si ndio? Bwana, tunaposema Yesu Kristo ni Bwana, wewe ulioko mahali hapa, Bwana manake ni mtawala. Tumemruhusu atutawale. Tumemruhusu atumiliki. Kama umemruhusu Yesu Kristo akutawale na kukumiliki, akikutuma nenda. Hatutumi tena kwa sauti ile za, tunatumwa kupitia neno lake. Kwa unapolisoma hili neno ni agizo. Kwa lazima hili neno tuamue kulichukua, lituongoze, litutaharakishe tuende kwenye hiyo kazi aliyotutuma.
tumeagizwa. Na sisi wenyewe ndio tumemkubali yeye afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kuna mahali amesema, akasema yeye ni mume wetu. Si ndio? Kuna mahali anasema kwa maana tumeolewa na Kristo Yesu. Au mnakataa? Si tumeolewa, lakini ndoa yetu ni ya tofauti. Ndoa ya Kristo ni ya tofauti kwetu. Kila siku anatuvisha shela, anatuvisha vazi jipya. Hauna ndoa ya kule unavaa shela siku moja, vazi la Kristo unavaa siku moja, lakini yeye kila siku anatuvisha vazi jipya. Kila siku tunavishwa vazi jipya la Kristo. Kila siku tunapokuja mahali hapa tunavishwa vazi. Kwa kama tumeolewa na yeye na kila siku anatuvisha vazi jipya, kwa nini hilo vazi tuweze kulionyesha? Hilo vazi unalificha la nini? Tunavaa vazi ambalo tunataka tuende tukalionyeshe. Kuna mtoto ukimnunulia nguo, ukimvisha tu hapo lazima aende nyumba ya jirani. Nimenunuliwa nguo mpya na baba. Nimenunuliwa nguo mpya, naenda kujiringishia kwa watoto wenzake. Sasa sisi tunaovishwa vazi jipya, sisi vazi letu tunaenda kuringishia watu, kuambia habari, kuwatangazia habari, kuwashuhudia zile habari alizofanya kwetu. Wengine tulikuwa hatufai hata kuangaliwa, hatufai hata kutajwa mbele za watu, lakini tunapoenda leo tunamwambia, unakumbuka nilikuwaje? Si ndio? Nilikuwaje? Leo hii nikoje? Kwa sababu nimevishwa vazi jipya. Unasema vibaya mtumishi? Si ndio? Kwa sababu naenda kumringishia. Napoenda kutana mtu namshuhudia, namjua, namwambia nimekuletea habari njema za huyu Yesu Kristo, amenifanyia hivi, amenifanyia hivi, amenifanyia hivi. Hasa ule mtu anasema, kweli ulikuwa hivyo? Ndio, utakuta na yeye yuko katika eneo hilo. Sasa nifanyeje? Mkubali uokoke. Hajaja huyo mtu, hajaokoka huyo mtu. Kuna wengine tunakutana naye katika injili ngumu, anakuja huko, kukutana na injili ngumu, habishi. Kumbe alikuwa anatafuta, lakini akakutana na injili ngumu isiyo bembelezwa. Hapa unaokoka. Hapa ni wokovu. Pasipo wokovu hapa utoki. Lazima mkubali huyu Yesu. Ili shida hii itoke, mkubali Yesu. Kuna wengine anawaleta kwa shida zake, anawatafuta huko hawataki. Sasa anawaachilia tu, anawatumia Farao. Farao kija na nio lazima waje. Unajua Farao ni mtumishi wa Mungu. Au mnakataa? Wewe unafikiri wengine pasipo Farao tungetoka hapa? Kama mimi hapa pasipo Farao nafikiri ningekuwa hapa. Farao paka leo ukibisha kwenye uchumi anakupeleka hata kwenye ugonjwa. Anakupeleka kwenye ukame wa aina yoyote tu. Alafu kuna wakati atakusukuma, atakwambia ili utoke hapa, tafuta kanisa. Nenda kanisani. Ukija kwetu tunakwambia umekuja, karibu, okoka ili utoke hapa. Ndio watu wanapata neema hiyo wachache. Lakini una wengine lazima tuwaende. Hata kama ni nyumbani kwao, vyumbani mwao tunaingia kuwaambia. Kwa sababu kuna wengine wanawekwa moyo mgumu, lakini injili ni sawa na mkate tu na chai. Kuna mtu ambaye ukimkuta yule mwenye moyo mgumu ndio huyo anayeokoka. Mimi wenzenu nilikuwa nahubiriwa injili na watukana. Nasema hivi, nyie mna akili sawa sawa? Niache kunywa pombe kweli? Niache kukaa kula nyama? Nije nikatembea na Biblia kama walokole wasiokuwa na akili? Pastor, unatembea na Biblia, una akili sawa sawa? Watoka na Biblia nyumbani na cheo chako pastor. Hivi wanenzako wanakuonaje kule? Wanakuonaje? Lakini wewe unaringia kwa sababu unaijua thamani uliobeba, si ndio? Lakini aliyeko nje hawezi kujua. Lakini akiingia atajua. Nilikuwa na watu na crash kweli. Nasema walokole hawana akili. Makanisani na Biblia, kila sana Biblia. Leo hii naijivunia Biblia. Kwa hiyo inawezekana. Inawezekana sisi kugeuka. Inawezekana kushuhudia habari njema za Kristo Yesu alifanya kwetu. Kila mmoja hapa ukimsimamisha ana ushuhuda. Ni wachache sana waliokoka bila kupitishwa mahali. Labda waliotoka vioni kama mtumishi hapa. Lakini kuna watu wameburuzwa jamani. Wameteseka. Wamefinywa.
ili tu awapate, kwa sababu wana moyo mgumu, wana vichwa vigumu. Sasa hivi injili ingine kuna ndani yao, lakini akilala hapo kitandani kumwambia hapa unaokoka, kimwekea mkono anakubali. Nikaenda kwa mganga mmoja Muhimbili, alafu ni ndugu yangu na amebadilisha dini, ni Muislamu. Nikamwambia nimekuja, mimi ni mtumishi wa Mungu, je, uko tayari kuombewa? Amezungukwa na Waislamu pale, wanashangaa, wanamwangalia tu, ametobolewa hapa, sauti inatokea hapa. Amebadilisha jina, anaitwa Sharifu Mng'anya. Yaani watu wanamsujudia kwa sababu anatapeli na ana hela. Anapiga hela hapo Manzese. Lakini mimi siingiaga hapo, maana anajua nikiingia hapo tu kazi yake na siendi, lakini anajua utumishi wangu. Nikafika hapo nikamwambia, wewe nimekuja lakini nimekuletea uzima. Mimi nimekuja mtumishi wa Mungu, nimekuletea nini? Uzima. Uko tayari? Wale wa jamaa wakageukia, wananigeukia. Alafu unajua hasira Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu bwana anakufisha ujasiri ukiingia mahali ataka kuaibisha watu. Wakaniangalia nikamwambia, sasa nimekuja mahali hapa, wewe Coleman, wewe sio Sharifu. Au sielewa hata ujasiri ulitoa. Nikakata connection ya yale madudu aliyokuwa anatembea naye. Yale madudu alimanaka alifanywa operation wa tezi hapa. Alafu kwa ametoboa hapa, ndio sauti inatokea hapa, ndio anapumulia hapa. Wanamlisha na mpira. Anakodoa tu macho wa Sam, ukimwambia anafanya hivi. Nilipokata ile connection ya uchawi wake na uganga na majina yake yote nikaondoa, nikatamka uzima na uponyaji, nikaondoka. Kesho yake nakuja pale nakuta ametoa mipira, wameziba hapa, anazungumza. Hakuniambia kitu. Tunakutana kwenye vikao vya ukoo. Tunafanya tu maombi kama kawaida, mchungaji afadhali umekuja, tufungulie kwa maombi kama kawaida, unajua tu na vikao vyetu vya familia. Maombi. Na yeye ukiambia simama anasimama, tunaingia kwenye maombi. Siku akaja kawaambia, jamani ngoja niseme. Kuna kitu ambacho nyinyi hamwezi kuelewa anacho huyu. Kwa nini? Akasema nyie pindi kile nilikuwa pale Muhimbili, nilikuwa nishapotea, niliona malaika ati wanasema aliona malaika wamekuja kumchukua na ndio walikuwa nataka kuondoka naye. Yaani kwamba roho za mauti zilikuwa zinashakuja, zinataka kuondoka naye. Lakini nilipokuja eti nilipotamka tu aliona vitu vimeondoka, vimekimbia. Vimemwacha vyote vikamkimbia. Yaani usiku ule eti akalala hakuona tena uje ujinga. Kesho yake anaamka akiwa mzima. Akasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Ananiambia sasa mimi nataka na nyumba pale Kibaha, nataka nikupe ukafungue kanisa. Wewe ni mtumishi. Nikamwambia hatuendi hivyo. Hatuendagi hivyo. Tunatumwa na Mungu, hatujitumi. Amen. Kwa hiyo Mungu anafanya tukiamua kusimama na Mungu anafanya. Anatenda. Kwa sisi ni kazi yetu tu kupeleka habari njema. Ndio maana nasema nilikuwa nazungumzia ile kwa sababu kuna wengine wanawakamata ili tu wasikie. Anawalaza. Kwa hiyo ukifika pale lazima akubali asikie. Lazima aamini. Hata kama atakuja kufanya moyo mgumu, lakini tayari mbegu ya wokovu iko ndani yake. Si anaweza katoka pale akaendelea na kiburi wake, lakini tayari mbegu ya wokovu ipo, inatembea. Kuna siku tu atageuzwa. Kama sisi tuligeuzwa baada ya kutukana sana, tukaja tuasikia tukafinywa mahali fulani, kutoka hapo ni hapa mikono miwili mpaka kesho kuto. Haleluya. Neema. Uamsho wa kwenda kuwaleta wengine kwa Kristo. Ni majira yetu ya kuamka. Nimezungumzia juu ya tunahitaji nini? Nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na ile Matendo 1 mstari wa 8 ndio anazungumzia kwamba msiondoke hapa Yerusalemu mpaka nifanye nini? Niwatie nguvu, si ndio? Kipengele kingi cha pili anasema lazima tuwe na neno la Mungu ndani yetu. Neno la Mungu. Hauwezi kupeleka injili kama hauna nguvu.
ya Mungu ndani yako. Ile nguvu ya Mungu, Biblia inasema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, si ndio? Sasa ule uweza wa Mungu unatoka ndani yetu, unaenda kuvuta wokovu kwa mtu, si ndio? Sasa ule uweza wa Mungu unatoka ndani yetu kwenda kuvuta wokovu kwa mtu kupitia lile neno lililo ndani yetu. Na hatupeleki injili kwa mpangilio wa maneno. Tunapeleka injili kwa neno la Mungu lililoko ndani yetu. Sasa uende tu na Biblia, si uende na daftari uanze hapana. Tunafika pale tunampelekea neno lililoko ndani yetu. Kwa hiyo lazima tulijaze neno la Mungu kwa wingi ndani yetu. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Na ni sura ya kwanza mstari wa 8 pale. Amen. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Yoshua anasema kitabu hiki cha Torati, yaani neno hili la Mungu lisiondoke kinywani mwako, bali tafakari hili neno mchana na usiku. Na unapolitafakari mchana na usiku, ndipo litakapojaa ndani yako, litakalokustawisha. Anasema litastawisha njia zako na litakufanikisha njia zako. Kwa hiyo hatuwezi kwenda popote kama hatuna neno la Mungu ndani yetu. Na lile neno la Mungu ndilo tupalo nini? Nguvu. Neno la Mungu, Biblia, hebu soma ile Waebrania 4:12. 4:12. Hatuwezi kwenda kama hatuna neno, na lile neno ndilo litupale nguvu. Amen. Maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Naam. Asema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Asema tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Asema la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na mafuta yaliyomo ndani yake. Pale mwisho anasema li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ukija kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana pale sura ya kwanza, wakina Petro kina Yohana wanamjivunia, wanalijivunia hili neno. Wanasema hili neno tuliliona, tulilipa mikono yetu ilipapasa, tulilisikia. Hebu soma, mtumishi wa Mungu. Amen. Lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliliona kwa macho yetu, tulilitazama na mikono yetu ilipapasa, kwa habari ya neno la uzima. Kwa habari ya neno la uzima. Angalia wale mitume wanapoturingishia. Sisi tunaliamini neno bila kuliona. Wao wameliona, wamelipapasa, walitembea nalo, walisilisikia. Hilo neno ni nani? Ni nani? Ndio maana ukisoma kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 anasemaje? 1:12. Amen. Anasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, tukauona utukufu kama utukufu wa mwana pekee, amejaa neema na kweli. Amen. Ndio huyo Kristo Yesu. Kwa maana kunapompeleka neno tunampeleka Kristo mzima. Ndio tunasema kwamba lazima uwe na neno, kwa maana kwamba neno likikaa ndani yako umembeba Kristo mzima ndani yako. Kwa unapoenda sio wewe unaenda. Si kama mmenielewa. Unapoenda sio wewe unaenda, ni Kristo anaenda na wewe, kwa sababu yeye ndio anaenda kutumia kama chombo. Wewe ni chombo cha Mungu. Ukisoma kwenye Korinto kule anasema ninyi ni watenda kazi pamoja na mimi. Ninyi ni shamba langu. Maana shamba linavunwa mazao yote. Kila mazao yanapatikana kwenye shamba.
Akija na ugonjwa atavuna, akija na ndoa atavuna, akija anataka kazi anavuna. Lina matunda shamba la Mungu. Kwa asema anatutambulisha kwamba sisi ni watenda kazi pamoja na Mungu. Kwa maana neno likikaa ndani yetu, hatuendi wenyewe, tunaenda na Kristo mwenyewe. Sasa Kristo ndio anaenda kuvuna matunda kwenye mashamba yake. Ndio anaenda kuvuna yale matunda aliyoiva. Bwana Yesu asifiwe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kwa maana kwamba neno la Mungu ni uhai wa Mungu, neno la Mungu ni nguvu ya Mungu, neno la Mungu lina ukali kama upanga. Kwa likipita likienda kwa yule mtu kwenye moyo linakata vilivyo vibaya ndani yake. Anasema ni kama moto la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na mafuta yalemo ndani yake. Kwenye Zaburi anasema, Zaburi sura ya kwanza, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la sio haki, wala kuketi barazani pa wenye mzaha, wala kuongozana na wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye, na sheria ya Bwana huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda kwa majira yake, na jani lake alinyauki, na kila alifanyalo. Hatuombi mtumishi, hatuombi. Anasema na kila alifanyalo, na kila alifanyalo atafanikiwa. Kwa kuna mahali ambapo tukiamua kuamka, tukiamua kwenda, tukiamua kutii, hatuombi mafanikio. Baba alisema mafanikio yaombe. Mkao wako tu utasababisha mafanikio yaje. Mkao wako utasababisha kibali kije. Mkao wako utasababisha udhibitishwe, akufunue mkao wako. Mungu anahitaji watu ambao waliokaa katika ule mkao ambao atatumika na wao. Hata uwe na cheo gani, kama hutaki kutumika na Mungu anakuacha. Nasema hivi, hata uwe na cheo gani kanisani, kama hutaki kutumika na Mungu, Mungu anakuacha. Unajua kwenye Warumi ile sura kwanza mstari wa 20 anasema kama walivyokataa kuwa na Mungu kwenye akili zao, Mungu alifanya nini? Aliwaacha. Wakawaza asiyofaa, wakafanya asio mapasa. Kwa tukiwa na Mungu tutafanya yatupasayo. Tunaona kwamba ukisoma ukiendelea 29 anaonyesha yasiyotupasa yako mengi. Yanaumbika ndani yetu, yanatembea ndani yetu. Kama hutaki kuwa na Mungu, hauwezi kutumika na Mungu. Unatumika na adui. Adui atakutumia. Hebu nisomee. Adui atakutumia. Amen. 1:29 Warumi. Amen. Tanzo 28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. 29 yasiyowapasa ni yapi? Wamejawa na uzalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji, na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Haya ni matunda ya watu ambao hawana Mungu na wapo kanisani. Sio kwamba wako nje. Wako humu. Yaani niliweke vizuri. Tupo humu. Maana nikisema wapo nikasema nitajitoa. Tupo humu. Ndio maana utakuta unakwaza, unaumiza wengine, unapotosha wengine, unasukuma wengine, unakanyaga wengine. Sisi tunajitahidi kuleta, wewe unaondoa. Sitaki mtumishi. Kwa sababu tumekataa kuwa na Mungu. Mungu wetu ni upendo. Ukiwa na Mungu ndani yako unapenda hata mbaya, hata awe na aina gani. Tunapokea watu huku wananuka. Tumishi hata kazi tunapokea mtu ananuka. Anataka umuombe. Anataka umwekee mkono. Ananuka. Anakutapikia, unasemaje? Utakunja sura. Ndio, sasa amekutapikia. Utakunja sura. Tumuombea mama mmoja anakuja hapa kama kauza, ana kansa ya kizazi. Anamwaga kitu kinachonuka hata chomu mwanafunzi. Alipoingia mahali hapa tu kila mtu karibu nikimbie. Lakini yule mama baada ya kumwombea siku mbili ile harufu yote ilikata mtumishi. Lakini tulijua kuwa tungejua, yani tungekuwa hatuna Mungu, tungemkimbia au tungemkunjia sura.
Kwa hiyo ukiwa na Mungu kuna namna ambayo Mungu anakutengeneza. Kuna namna Mungu anakupa kuona. Kuna namna ambavyo Mungu anakupa kuwaza. Kuna namna ambavyo Mungu anakupa kusema. Kuna namna ambavyo Mungu anakupa kutembea. Kuna namna ambavyo Mungu anakupa maarifa ya kukaa na wengine. Na mkae mkijua kwamba hapa tupo tunakuwa kila siku. Hakuna aliyekuwa hapa. Wote tunakuwa katika kumjua Mungu wetu ni mpana mno. Mungu wetu ni mpana mno. Hakuna aliyemjua aliyesema sasa mimi namjua Mungu. Yupo baba? Hakuna. Wote kila siku ndio maana tunaangana. Baba yetu hapo Sones Monegi anakuambia anasoma Biblia mara ngapi kwa mwaka? Wewe je? Sasa hivi tuna agizo la kusoma, sijui kama tunasoma. Tuna agizo la kusoma kanisa, sijui kama wote wanasoma. Tuna agizo la maombi kanisa, sijui kama wote wanaomba. Kwa hiyo nguvu yetu inapatikana mle. Muda wangu unaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima tumjue Mungu. Tuamue kutoka, tuamue kusimama na tuamue kuwaleta. Ni majira ya kutoka sasa kwenda kuwaleta wengine kwa Kristo. Asema na matunda yangu apate kukaa. Asema mkiwaleta mwafundishe na kwenda wajue kweli, alafu na kuwabatiza. Kwa hiyo hatujaambiwa kwenda kuleta alafu tuwaue. Tumeambiwa kwenda kuleta alafu tuwatunze, tuwafundishe, tuwanyonyeshe maziwa mpaka wakae, wasimame, watembee, wapate kuwa kama sisi. Ni mara ngapi tunaleta watu alafu mwishoni wanapotea? Nguvu ya kulea. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuweze kutambua nafasi zetu. Majira haya ya uamsho ni majira ambayo haitakiwi tupoteze, asipotee hata mmoja. Unapompata mtu wako ukaenda naye mpaka ukahakikisha amesimama kama binti alivyosimama, ukaenda na mwingine ukamsimamisha akasimama kama huyu. Kwani sisi kila siku tunavuna? Lakini hakuna anayeweza kusimama peke yake kama hajalelewa. Sasa sisi kama kanisa ndio maana itakiwa kwamba tuweze kuwalea. Hata ukimuona mgeni amekuja mahali hapa, mfuate tu, msalimie mgeni. Umekuja ni mara kwanza? Nani mwenyeji wako hapa? Si ndio? Sisi ndio wakutunza wageni ili kanisa lipate, watu wapate kukaa. Tutafute hata wageni siku ya Jumapili. Mara ngapi tunajenga urafiki na wageni? Hakuna. Toka ibada ni sisi tu wenyewe tunasalimiana, wachungaji kwa wachungaji, watendakazi kwa watendakazi. Kwa tunaojuana tunatoka kwenye seli, wanaoseli kwa seli, wanakanda na wakanda. Basi ule mgeni ni mgeni wa nani? Tunamwachia nani? Tunamwachia nani? Mpaka Martha aje ampigie simu saa ngapi? Maana anapokea wageni, anapewa majina na namba za simu hizo, unampigia mtu simu na kuambia mbona sikujui. Unaanza kujitambulisha, lakini ukimjengea urafiki yako kumwambia mimi kuanzia leo rafiki yangu. Wewe ni mgeni umekuja hapa tunakupenda na nini, kuanzia leo wewe ni rafiki yangu. Mimi naitwa fulani na wewe unaitwa nani? Naitwa fulani. Namba yako ya simu hii hapa. Na namba yangu ya simu hii hapa. Nataka tuwe tunawasiliana. Nataka ni tuwe tunawasiliana. Kila siku usiache kunipigia. Na mimi nitakutafuta. Kwa nini asifurahi? Kwa nini asidumu? Kwa nini asikae? Tunapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hatuwezi kwenda kuleta watu tukawaacha. Hakuna mama aliyezaa akaacha watoto. Hivi ulio sasa. Ulikuwa unapambana nao usiku na mchana hata ulale. Unanyonyesha tu. Unanyonyesha tu. Mpaka vile mtoto angalau vinavyopendeza sasa hivi ulivyokuwa. Kwa sababu ulipambana. Na sisi lazima tuamue kupambana. Watoto tunaowazaa mahali hapa wakue tuwaone. Bwana Yesu asifiwe. Tuwakue tuwaone. Tuwaone tunajivunia. Mtie, hebu simama. Unaliona hilo zao? Unaliona hilo zao? Sasa unafikiri ni kwa namna gani mimi najivunia? Ni kwa namna gani najivunia? Namjivunia Mtei. Na kesha zaa na yeye. Sasa hivi na mjukuu. Kwa hiyo hapa kila mmoja lazima ajivunie zao lake. Tulete mazao hapa tuyakuze. Wewe unakuza zao kama hili unalijivunia kwa sababu nini? Unaona linaenda, linastawi, linachanua, linazaa matunda nalo. Haleluya. Naomba tusimame.